ikiwa imetawaliwa na maji kwa asilimia kubwa, nchini Tanzania sekta ya maji imekuwa mhimili muhimu uliobeba uhai wa viumbe hai vilivyopo chini ya jua. Uhifadhi na utunzaji wa vyanzo vya maji umeleta ustawi wa maendeleo chanya hapa nchini, huku Tanzania ikibaki katika tabasamu la utoaji wa huduma bora kwa wananchi wake. Tunapogusia suala la vyanzo vya maji, moja kwa moja tunagusa mboni ya jicho la taasisi zenye dhamana ya kusimamia rasilimali za maji chini ya ardhi na juu ya ardhi. Nchini Tanzania yapo mabonde yapatayo 9 yaliyoruhusiwa kisheria kusimamia rasilimali za maji. Kwa leo makala yetu inaangazia bonde la Pangani, ambapo mkurugenzi wa bonde hilo Segule anatufungulia pazia. Bonde la Pangani ni taasisi ambayo iko chini ya Wizara ya Maji, na hapo neno bonde kimsingi ni lile eneo ambalo linakusanya maji kwenye mfumo mmoja mkubwa. Hilo mkubwa, hilo mfumo mmoja mkubwa ndio unaitwa bonde. Kwa mfano sisi bodi ya maji bonde la Pangani, sisi tunasimamia mfumo unaokusanya maji kuipelekea mto Pangani, ndio mfumo mkubwa. Ingawa tunao mifumo midogo ndani yake, lakini mkubwa ndio ule unaopeleka maji kwenda mto Pangani. Sasa mfumo huo unaokusanya maji kupeleka mto Pangani unaanzia wapi? Kwa mfano maji ya mto Pangani yanaanzia mengine Mlima Meru. Kwa hiyo ndio maana unakuta sisi tunaenda mpaka Arusha, yanatoka Mlima Kilimanjaro, lakini watumiaji wapo mpaka Korogwe, mpaka Tanga. Sisi tuna wilaya karibu 19 ambazo ziko ndani ya bonde la Pangani. Ama bonde yako 9 nchini, moja wapo ni bonde la Pangani. Kwa hiyo sasa kama nilivyosema awali, jukumu letu kubwa ni kuhakikisha rasilimali maji hizo zinasimamiwa ipasavyo ili ziweze kutumika kwa matumizi endelevu. Tunasimamiaje? Ndio tumewekewa sheria simamia maji yote na vyanzo vyote popote pale vilipo. Hivi ninavyoongea, kwa mfano tunafanya kazi kwa karibu sana wenzetu wa EACOP wanaojenga bomba la mafuta. Kuna mahala wanaomba vibali kwa ajili ya kuchukua maji, kuna mahala wanaomba vibali kwa ajili ya kurejesha maji waliofanyia majaribio mbalimbali. Hicho wamejitokeza, wametutajia vyanzo vingi ambavyo sisi hatukuwa tunavijua. Sasa hizi tuna vyanzo karibu 1700 kwenye kazi data hii mbalimbali, na sisi tunajua vyanzo kwetu maana ni aidha mto au chemchem au bwawa au ziwa. Licha ya kwamba bonde la Pangani linaundwa na wilaya 19, lakini kwa sasa tunajikita mkoani Tanga katika chanzo kikuu cha maji cha mto Zigi, tegemeo la Wanatanga. Upatikanaji wa maji safi na salama mkoani Tanga umetokana na juhudi za serikali na wadau mbalimbali. Hebu tusafiri sote hadi kijiji cha Kwemwewe kilichopo wilayani Muheza. Naam, miguu hii inakupeleka katika msitu uliopo juu ya milima ya Amani wilayani Muheza mkoani Tanga, wenye chanzo cha maji cha mto Zigi kilichoandika historia ya kipekee yenye kuibua udadisi na hisia. Tupate simulizi kutoka kwa mwenyekiti wa kijiji cha Kwemwewe Bakari Lukindo na Filipo Mdoe, mwenyekiti wa jumuiya ya watumia maji Zigi Juu. Kwa nafasi yangu katika kijiji cha Kwemwewe ni mwenyekiti wa halmashauri ya kijiji cha Kwemwewe, na vile vile mimi ni mdau katika uhifadhi wa mazingira. Katika hilo ni kwamba kuna historia hapa tulipo ya chanzo cha mto Zigi. Historia ya chanzo cha mto Zigi ni mlima ule pale. Kwa pale juu kulikuwa na mama anaitwa Mizigi. Yule mama historia yake ni kwamba alizama pale, na baada ya kuzama ndio pakaitwa Zigi. Baada ya kuitwa Zigi, katika yote ni kwamba mlima ule pale mnaoona ndio unabubusha maji kwenda huku na maji kwenda huku, maeneo yote chanzo chake cha mto Zigi ni pale. Mwenyekiti wa jumuiya tumia maji Zigi Juu. Eneo tulilopo hapa ni chanzo cha maji cha mto Zigi. Hiki chanzo hapa kiko kwenye kitongoji kinaitwa Kwechwage. Kwechwage iko kwenye katikati ya mashamba ya chai, lakini ndio chanzo cha mto Zigi na ndio historia imebeba
chanzo cha mto Zigi kwa mtu mama aliyepotea anaitwa Mizigi. Na hapa ukienda hapo pamekaa, ukitembea kwa hapo ndani utakuta kama kitu kama vile sponge ambalo ndio inasadikika kwamba yule Mizigi alizama hapo kwenda kutokea chanzo cha mto Zigi. Na Zigi ni chanzo kikubwa sana ambacho kinategemewa katika mji wa Tanga. Kwa hiyo ni muhimu sana, eneo hili limekuwa eneo la kihistoria, litunzwe, liangaliwe, na ikiwezekana watu ambao wanamiliki eneo hili la chai, basi hata kama ni demarcation pawekewe kwamba hapa ndio jina la chanzo cha mto Zigi, pafanywe historia. Ukiona vyelea ujue vimeundwa. Na hii ni sehemu ya ushuhuda wa baadhi ya wakazi wa milima ya Amani wanaotunza mazingira katika chanzo hiki. Mimi ni mwenyekiti wa kitongoji cha Skimu, kijiji Kwemwewe. Faida kubwa tunazozipata sisi kama watunza hii mazingira ni kwamba hata miti hii mnayoiona tunapata faida mvua, kwamba tunaipata kwa sababu kama ni jangwa hamwezi kupata mvua. Hiyo ndio faida ambayo tunaipata kwetu. Eneo hili hapa bwana, ndio maana tunalitunza kwa faida ya kupata nini? Maji, kwa sababu maji bila msitu huwezi kupata maji. Na ndio maana tunatunza nini? Chanzo hicho. Na ndio maana mnaona misitu kama mnavyoiona tumeiboresha, kwamba tunaitunza ili mazingira, kutunza mazingira. Uwepo wa mto huu umekuwa baraka na chachu ya kuinua uchumi wa wananchi wanaoishi pembezoni mwa mto Zigi, kama Sofia Bakari, mnufaika wa dhahabu ya kijani, anavyosimulia. Sisi tumeshapewa mgodi ambao kama ni dhahabu ambayo itatulinda maishani mwetu, hasa ni karafuu, mdarasini. Hawa kina baba kama wanachimba tutawazuia ili wasiharibu vyanzo vya maji, wasichimbe magimbi wala michanga. Kijina waasa wenzangu, kama mnanisikia, ambao mko pembeni na ambao tuko pamoja, inatakiwa mabonde tuyatunze, yani kama dhahabu. Tupande miti ambayo ni mikarafuu na midalasini, itatunza kizazi cha sasa na kijacho. Mandhari hii tulivu yenye mvuto iliyotawaliwa na kijani kibichi, huku mizizi ya miti yake ikijikita kwenye tabaka la uoto wa asili uliotawaliwa na utajiri wa madini. Uwepo wa madini umechochea hisia za uhalifu, ambapo wachimba madini haramu wamevamia maeneo kadha wa kadha ya chanzo cha maji cha mto Zigi na kuathiri mfumo mzima wa maji ya mto huu, tegemeo la wananchi wa Tanga. Moja ya maeneo yaliyoathirika kwa uchimbaji wa madini ni eneo la Kihara, hali iliyogusa mboni ya jicho la serikali na wadau wa maendeleo. Wakalivalia njuga swala hilo na kuweka ulinzi imara, huku wakipiga marufuku uchimbaji wa madini eneo hilo, kama afisa habari wa bonde la Pangani anavyoelezea. Mimi ni afisa habari wa bodi ya maji bonde la Pangani. Ili eneo tulipo inajulikana kama ni eneo la chanzo cha maji cha mto Zigi, lakini inajulikana kwamba ni eneo la Kihara. Hii eneo la Kihara ni eneo la, tunasema ni eneo la wetland au eneo la kitivo, ambapo maji ya mto Zigi yanapotokea kule kwenye chanzo yanajikusanya hapa, na ile eneo inaonekana kwamba kuna madini, yani madini ya dhahabu. Kwa hiyo miaka ya nyuma kulikuwa na wachimbaji haramu wa madini waliingia hapa, waliharibu sana ile eneo. Baada sisi kupewa taarifa, jitihada za bonde la Pangani na wadau, halmashauri ya wilaya, Muheza na Amani Nature Reserve na wananchi wa hapa, tuliweza kushirikiana kwa pamoja kwa ajili ya kuwakabili hao wananchi na tuliweza kuwaondoa. Tokea wakati huo tulifanya jitihada za kuunda jumuiya ya watumia maji na kupata wajumbe ambao hao wajumbe ndio walikuwa wanatupa taarifa. Kwa hiyo ikitokea tu wachimbaji wakajitokeza hapa, tukishapewa taarifa tunawasiliana na mkuu wa wilaya, anatupatia askari, doria inafanyika kwa kushirikiana na Amani Nature Reserve. Tumejitahidi tukawadhibiti wachimbaji hadi kwa sasa hivi unavyoona hii eneo imerejeshwa, imekuwa safi, maji yanayotiririka hapa yamekuwa salama. Zamani mamlaka ya maji Tanga Uwasa
ambao wanategemea chanzo hiki cha maji, maji yalikuwa yanakuja machafu sana kwa sababu ya shughuli za uchimbaji. Lakini sasa hivi ukiangalia maji ni safi na salama. Kwa hiyo tunashukuru wadau wote ambao wanaendelea kutupa taarifa na kutupa nguvu ya kuweza kuona jinsi gani ya kuweza kuendelea kusimamia hivi vyanzo vya maji. Nipende kuwaasa wananchi wote na wadau wote kwamba maji ni rasilimali muhimu sana, na maji ambayo yanatoka katika hii milima ya Usambara, hasa huko Amani Nature Reserve, ndio wananchi wa jiji la Tanga wanaitegemea sana haya maji, na hata wao wananchi wa huku ndio wanategemea pia haya maji kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Kwa hiyo wanapoona wavamizi, hasa wachimbaji holela wa madini, wanapoingia katika haya maeneo, najua wanawatambua kwa sababu wanaishi nao, watupe taarifa. Sisi kama Bodi ya Maji Bonde la Pangani wenye mamlaka na vyanzo vya maji, watupe taarifa. Sisi tutawasiliana pia na wadau wengine ili tuweze. Siku ambayo mimi sitaisahau katika kutembelea eneo hili, nilikuja na afisa mazingira wa Bonde la Pangani. Yeye ni shahidi, na naweza nikamtaja tu kwa majina, ni Engineer Rafa. Tulishindwa kushuka kwenye gari baada ya kupewa ahadi na wachimbaji ambao walikuwa zaidi ya 800 kwamba shukeni, mkija hapa tutakachowafanya mtajua. Basi pale pale tuligeuza gari na kurudi, na hali kweli ilikuwa ngumu. Eneo hili kwa sasa hivi ni historia. Siku zinasonga, masaa yanayoyoma, hakuchi kumekucha. Serikali ya awamu ya 6 imebisha hodi. Je, Bonde la Pangani linajivunia nini juu ya sekta ya maji kipindi cha awamu ya 6? Mkurugenzi Segule anatupitisha. Kama tunataka kuzungumzia kipindi cha mafanikio kwenye eneo letu hili la usimamizi wa rasilimali za maji, hatujawahi kuwa na mafanikio yoyote yanayoweza kulinganishwa na ndani ya kipindi hiki cha awamu ya 6, kwa sababu tumepata attention ya kutosha, lakini pia hata upatikanaji sasa wa fedha. Huko nyuma tulikuwa tunaweza kufika hata mwaka mzima unapata 2% ya kile ulichokihitaji, lakini kwa mara ya kwanza tumeona sisi tumeanza kukua. Kwa hiyo kwa mfano sisi nadhani kama Bonde la Pangani katika kipindi hiki cha awamu ya 6 tumekuwa kwa zaidi ya 50%. Tumekuwa na miradi ya kukarabati vituo vyetu inayofuatilia mwenendo wa maji. Kwa sababu yote msingi wa yote tumepata hela, lakini pia tumepata rasilimali watu. Tulikuwa na uhaba sana wa watumishi. Ndio kwenye wakati huu tumeanza kupata watumishi. Sisi tulikuwa kwa mfano mimi Bonde la Pangani nilikuwa na watumishi chini ya 50%. Safari yetu haikuishia milima ya Amani. Naondoka Muheza naelekea Zigi chini, eneo la bwawa maalum la hifadhi ya maji la Mabayani jijini Tanga. Ana kwa ana anakutana na mtakwimu wa maji, anabainisha namna maji yanavyohesabiwa. Hapa tulipo ni kituo cha Mabayani Dam at Mabayani. Kituo hiki ni miongoni mwa vituo vyetu ambavyo vinakusanya takwimu za rasilimali maji kwa ajili ya kutoa taarifa mbalimbali. Kituo chetu hiki kina msoma kituo ambaye huwa anatusomea takwimu zetu kwa siku mara 2 na baadaye anatutumia kwa njia ya ujumbe kwenye simu, na mwisho wa mwezi huwa analeta ile karatasi aliyokulia ofisini kwetu kwa ajili ya kufanyia mchakato mwingine. Mwisho wa maji ya mto Zigi ni mwanzo wa mchakato wa maji yaendayo kwa walaji chini ya usimamizi thabiti wa Tanga UWASA. Bwawa hili lenye uwezo wa kuhifadhi lita za ujazo 7.7 milioni linakabiliwa na changamoto ya shughuli za kibinadamu. Mtaalamu wetu wa Tanga UWASA anafafanua. Bwawa letu chanzo chake ni mto Zigi. Bwawa letu lina maji mita za ujazo 7.7 milioni. Katika bwawa letu au kuzunguka bwawa letu kuna kamati ya mazingira ikiongozwa na wataalamu wetu wa Tanga UWASA pamoja na wananchi wa kuzunguka bwawa na wenye viti wa serikali za mitaa, Mienzani, Pande A, Mpilani, Mjesani, Kibaranga. Wote hiyo ni channel inaonyesha inayopitia maji mpaka kwenye bwawa letu. Changamoto ambazo tunakutana nazo ni uvuvi. Kuna wavuvi ambao wanaingia kinyamela kwa ajili ya kuvua. Kuna watu wanaleta mifugo kwa ajili ya maji. Hiyo yote ni changamoto ambazo tunakutana nazo. Kila mwaka tunatenga fedha
za kutosha kwa ajili ya upandaji miti. Hapa tulipo, kule Tutani na sehemu yote ya kuzunguka bwawa, kila mwaka tunapanda miti kwa ajili ya angalau kutunza hiyo. Hata hivyo, mto Zigi umegawanyika katika sehemu kuu mbili, yaani Zigi juu ni pale mto unapoanzia milima ya Amani wilayani Muheza, na Zigi chini ni pale mto unapoishia katika hifadhi ya bwawa la Mabayani jijini Tanga, ambapo maji mengine huishia bahari ya Hindi. Imeelezwa kuwa asili ya jina Zigi limetokana na jina Mizigi, mwanamke aliyezama chini ya ardhi, eneo ambalo limetokea chemchem ya maji ya mto Zigi. Mto huu ni moja ya mito mashuhuri katika bonde la Pangani uliopo kaskazini mashariki mwa Tanzania mkoani Tanga, wilaya ya Muheza, kijiji cha Kwemwewe, wenye urefu wa kilomita 100, unaoanzia katika hifadhi ya misitu ya Amani na kumwaga maji yake katika bahari ya Hindi, kilomita 40 kaskazini mwa jiji la Tanga. Tukielekea ukingoni mwa makala yetu, Kalamu Mzalendo inasema ni jukumu letu sote kutunza vyanzo vya maji, kuthamini tone la maji, kutunza mazingira na kuelimisha jamii juu ya mabadiliko ya tabia nchi. Maji ni uhai, hayana mbadala, na kila tone la maji lina thamani. Kwa pamoja tutokomeze uharibifu wa maji na miundombinu ya maji. Na huu ndio mwisho wa makala yetu ya maji ya mto Zigi, bonde la Pangani. Imeandaliwa na waandishi mahiri, wazalendo na wapenda maendeleo katika mradi wake wa A4E Green River, ndani ya Kalamu Mzalendo at Tanzania Kwanza, fahari ya Tanga, fahari ya Tanga.